Rais William Ruto amebaini kuwa tayari mswada wa marekebisho ya sheria ya haki miliki imewasilishwa bungeni ili kusaidia katika kuwalinda wasanii dhidi ya matapeli ambao kwa muda mrefu wamejinufaisha kinyume na sheria. Akizungumza wakati wa tamasha la 98 la muziki wa kitaifa lililoandaliwa katika kaunti ya Bungoma, Rais Ruto ameelezea nafasi kubwa iliyopo katika tasnia ya sanaa na ubunifu, akibaini kuwa serikali inajiandaa kuimarisha sekta hiyo, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wafanyikazi katika sekta hiyo hawatambuliwi ama wanatambulika rasmi. Mwanahabari wetu James Mwangi anatuarifu. Huku tasnia ya muziki na ubunifu inapoendelea kukua kila kuchao, hasa kutokana na mitandao ya kijamii ambayo imerahisisha kazi kwa wasanii katika sekta hiyo, Rais William Ruto ameweka wazi kuwa serikali yake inajitahidi kuhakikisha inatumia kikamilifu uwezo mkubwa uliopo kuhakikisha idadi ya wanaojipatia kipato katika sekta hiyo inaongezeka. As we discuss Kenya beyond 2030, the creative economy cannot be an afterthought. It must be central to our plans. We must ask, what would it take for a talented child from Bungoma, Turkana or Garissa to build a secure livelihood from their gift of music? What institutions, skills and financing are required? Rais akibaini kuwa tayari mswada wa marekebisho ya sheria ya haki miliki umewasilishwa bungeni kuhakikisha wasanii wanalindwa dhidi ya matapeli ambao wamekuwa wakifaidika kinyume na sheria. Many artists, because of the nature of the law, were exploited by people who come from outside Kenya. Their work, their talent was used elsewhere and they did not get the money for which they had worked hard for. We are now changing the bill so that it is not possible for anybody to extort from our Kenyan artists, and that the law of Kenya becomes final. Pia amebaini kuwa wananuia kuhakikisha wafanyikazi katika sekta hiyo wanatambulika rasmi, kwa kuwa kutakuwa na wafanyikazi ambao watakuwa wamepokea mafunzo na ujuzi kupitia mfumo mpya wa elimu wa CBE. The creative economy has operated as an informal sector for a long time. We are now making it formalized, because in any case it's now a clear pathway in our education system. We expect professionals to emerge from this field. We expect business people, producers, songwriters. Into the future, music, the arts and the creatives are going to help us develop the right national software that will take our nation to the vision of a new Kenya beyond 2030. Alizungumza haya katika ikulu ndogo ya Bungoma wakati wa tamasha la 98 la muziki la kitaifa, ambapo ametoa shilingi milioni 5 kwa kila shule iliyoshiriki katika tamasha hilo. The participation and the performance here today was top class. It was top class because of the contribution of the reforms that we are undertaking in the education sector and our competency-based education. James Mwangi, Undugu TV.